Karibu, hii ni SQF Michezoni, mwanamichezo kokote pale ambapo unatutazama kupitia SQF TV. Tupo katika mahojiano maalum kwenye SQF Michezoni. Hapa niko na Abubakar Kisandu kutoka pale visiwani Zanzibar. Kwa wale ambao hawamfahamu vizuri Abubakar Kisandu, kwanza Kisandu kutoka hapo Zanzibar, naamini uko sawa? Niko poa, sijui nyinyi huko. Bana, sisi tuko vizuri sana. Kwa msikilizaji na mtazamaji wa SQF TV ambaye hakufahamu vizuri katika soka letu la Tanzania, embu mjuze hapo. Mimi jina langu Abubakar Khatibu Kisandu, ni mwandishi wa habari hapa Zanzibar, lakini pia naweza kusema pia ni mwandishi wa habari za michezo kwa hapa Zanzibar, lakini pia nimeshakuwa nafasi mbalimbali za kwenye michezo. Nimeshakuwa afisa habari wa shirikisho la soka hapa Zanzibar ZFF, lakini leo kuwa pia katibu wa chama cha mpira wa meza Zanzibar, yani ZTTA, kwa maana kwamba Zanzibar Table Tennis Association. Lakini kwa sasa hivi ni mwenyekiti wa chama cha soka cha mkoa wa Kusini Unguja, tunaita Solfa. Hiyo ndio nafasi ambayo kwa sasa hivi nilikopo nayo kwa hapa Zanzibar. Sawa, nafikiri hapo msikilizaji amekufahamu vizuri na mtazamaji wa SQF TV. Tuende moja kwa moja kwenye upande wa soka la Zanzibar. Tunaona ligi ya kusini ama mkoa wa Kusini Unguja inaendelea kushika kasi na inakwenda kurejea. Hebu tujuze, imekuwa katika hatua gani kwa hivi sasa na ni kipi ambacho kinaendelea kwenye ratiba? Kubwa, tulitoa mapumziko kwa takriban wiki moja, na mapumziko hayo ilikuwa ni kwa ajili ya kupisha uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, na kesho Jumamosi ya tarehe 8 Novemba ligi yetu itaendelea kwa kucheza michezo tofauti kwa katika viwanja mbalimbali, ambapo tuliishia mzunguko wa 3 katika pale kabla mapumziko. Kama unavyojua ligi yetu ina makundi mawili, kundi A na kundi B, na ligi yetu ya mkoa wa Kusini Unguja ni miongoni mwa zile ligi 5 za mikoa ya hapa Zanzibar, ambazo kila mkoa atoa timu moja ambayo inakwenda ligi daraja la kwanza taifa Unguja, ama ligi daraja la kwanza taifa. Na katika mkoa wetu nao tunategemea hivyo kutoa kama kaida yetu, kama kanuni ambavyo inavyotuongoza. Lakini katika kila mkoa timu ambayo inaishia nafasi ya pili katika ligi ya mkoa inaenda kucheza katika playoff kwa ajili ya kuzipata timu nyingine ambazo zinaungana kwa ajili ya kukamilisha zile timu ama idadi ya timu ambazo zitapanda ligi la kwanza taifa kwa hapa Unguja. Kwa hiyo ligi yetu inaendelea, na kesho kwa upande wa kundi A kuna michezo kadhaa, ambapo timu ya Kijanja itacheza na timu ya Jamhuri Sports Club. Mchezo utachezwa katika uwanja Kichakanyuki, na mchezo mwingine pia kesho kwa upande wa kundi A Chui Rangers cheza na Mapinduzi. Mchezo utachezwa katika uwanja wa Wimbi. Lakini kwa upande wa kundi B kesho pia kuna michezo miwili, ambapo Mchangani watacheza na Mbuyuni katika uwanja wa Mchangani, na mchezo mwingine Strong Fire watacheza na timu ya New Fighter katika uwanja wa Tindini. Hiyo ni michezo ambayo inachezwa kesho katika mzunguko wa 4 wa ligi ya mkoa. Sawa, Tanzania kwa ujumla tumetoka katika shughuli ya uchaguzi mkuu, na uchaguzi umekamilika. Kwa hapo Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi ndo mheshimiwa rais katika upande wa Zanzibar. Na kwa namna moja au nyingine, tukiwa tumetoka katika shughuli hiyo ya uchaguzi, kwa hapo Zanzibar ni kitu gani kinapaswa kuweza kuboreshwa zaidi ili soka liendelee kufanya vizuri kwa namna moja au nyingine? Kwanza tunapongeza Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa uwekezaji wake katika swala zima la michezo. Sisi wadau michezo tumefurahi kuona kwamba kwanza kila wilaya kuna kiwanja cha michezo cha kisasa ambacho kinajengwa
Sasa kuona hiyo kwa sisi wadau wa michezo tunafurahi. Mfano sisi mkoa wa Kusini Unguja, natolea mfano, tuna uwanja wa kisasa mkubwa tu ambao unaendelea kujengwa, Suluhu Academy Stadium ambao upo Kizimkazi. Lakini pia kuna uwanja mwingine wa kisasa ambao utakuwa na nyasi bandia, upo Unguja Ukuu Kaipwani, unajengwa. Tuna uwanja Kitogani na uwanja mengine tu ambayo tunajivunia kuona kwamba viongozi wetu wa serikali wanathamini michezo, na hii yote inaonyesha kwamba unapoweka mazingira mazuri hasa katika swala la kiwanja, hata sheria ya michezo mingi tukishuhudia kiwanja kinakuwa ndio sheria nambari 1 alafu vingine vinafuatia. Sasa ile sheria nambari 1 inapowekezwa vizuri na huku kwengine tunaendelea kuwekeza, basi swala zima la michezo linazidi kukua. Na ndio maana tunashuhudia timu mpaka kutokea Sudan nyingine zinaomba kwa ziutumie uwanja wa New Amani Complex katika mashindano ya kimataifa, mashindano ya kombe la klabu bingwa barani Afrika, mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini pia tukishuhudia vilabu vya Tanzania bara kina Singida, Azam FC, Yanga nao pia wote wameomba kutumia uwanja wa New Amani Complex kwa sababu ya miundombinu ya uwanja na kukizi vigezo vya kimataifa. Sawa Kisandu, umegusia swala zima la miundombinu kwamba serikali imekuwa ikiboresha kweli kweli na kuhakikisha sasa hivi tunaona pia matunda ni kwamba huko kwenu michezo mingi inafanyika, ikiwemo pia tunaona timu za Tanzania zimechagua kuja kucheza huko mechi zake za nyumbani katika michuano ya ligi ya mabingwa Afrika, michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini shida imekuwa ni kwenye kuboresha vilabu sasa vya Zanzibar ili kuleta ushindani. Tumeona namna ambavyo klabu ya soka ya KMKM imepitia changamoto kubwa walipokutana na Azam, wakifungwa magoli 9-0 katika michuano ile ya kombe la shirikisho barani Afrika. Bado kunaonekana kama vilabu viko chini ingawa serikali inapambana kuboresha miundombinu. Nini shida katika upande huo? Tukizungumzia mfano kama ulivyotolea mfano timu ya KMKM ambayo ilifungwa na Azam FC mabao 2-0 katika uwanja wa New Amani Complex, alafu akaenda kufungwa mabao 7-0 katika uwanja wa Chamazi jijini Dar es Salaam. Lakini Azam imefunga KMKM. KMKM imefunga katika hatua gani? Huko kipindi cha hapa katikati, tukiachana miaka 90 kurudi nyuma, hapa katikati kuanzia miaka 2000 tumeshuhudia mara nyingi vilabu vyetu vya Zanzibar vinakuwa ni washindikizaji katika mashindano ya kimataifa, na mara nyingi vinatolewa katika hatua za awali. Tukishuhudia wanafungwa katika mzunguko wa kwanza tu, lakini KMKM mara hii angalau umesogea mbele katika hatua nyingine, jambo ambalo kwa vilabu vya Zanzibar tulikuwa ni washindikizaji tu. Kwa hiyo mimi naweza kusema kwamba ni mafanikio, lakini pia tukiangalia wawakilishi wengine wa Zanzibar, timu ya Mlandege nayo ilitolewa katika hatua ya awali, lakini ilionyesha uwezo, si kufungwa tu, ilifungwa ugenini lakini nyumbani ilipata ushindi. Wakati kipindi cha nyuma tukishuhudia wakati mwingine nyumbani tunapoteza, ugenini tunapoteza, jambo ambalo naweza kusema kwamba vilabu vyetu vinapiga hatua. Lakini pia ukiangalia uwekezaji kwa sasa hivi ligi ya Zanzibar tumeshuhudia Lawi na mdhamini hapa katikati ulikuwa ligi inachezwa tu, bingwa hapati chochote, lakini kwa sasa hivi Alau unajua kwamba bingwa wa ligi kuu soka Zanzibar PBZ Premier League kuna kiasi fulani anapata. Kwa hiyo naweza kusema kwamba maendeleo yanakuwa kwa sababu serikali imesaidia kuwepo kwa udhamini, japo kwamba sio ule udhamini ambao tunaotegemea, lakini ni afadhali kuliko ile kukosa kabisa. Na naamini wadau mbalimbali wataendelea kujitokeza kwa wingi kuhakikisha kwamba vilabu vinapata nguvu na kuisaidia, kwa sababu mpira asikwambie mtu bila fedha. Huu mchezo wa soka si soka tu, michezo wote bila fedha huwezi kufanikiwa na huwezi kupiga hatua. Sasa wanapokuja wadhamini kama hivi, vilabu vyetu vinapata
kupata fursa nazo alau wachezaji wao kuwalipa chochote kitu tofauti na ile kucheza. Ilikuwa ni mchezo, mpira unacheza tu kama ni mchezo ambao wa ridhaa tu, lakini kwa sasa hivi angalau tunashuhudia vikosi mbalimbali vinaajiri wachezaji kupata kazi kwa sababu swala zima lao la michezo. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ni faraja, na kama unavyojua Zanzibar ni mwanachama shiriki kwa upande wa vilabu. Tuna nafasi kila msimu kutoa mwakilishi katika mashindano ya kombe la klabu bingwa barani Afrika, lakini pia mwakilishi mwingine katika kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo kwetu sisi ni faraja, na mimi ni kwamba kadri ya siku zinapokwenda basi vilabu vyetu kwa sasa hivi vinapiga hatua, na kupiga hatua wenyewe unaona kwamba hapa katikati wachezaji ukiachia miaka nyuma, miaka 80 huko, wachezaji wanatoka katika mataifa mbalimbali, wanatoka bara wanakuja kucheza hapa Zanzibar. Hapa katikati kuanzia miaka 2000 walipotea. Lakini kwa sasa hivi ukija ligi kuu soka Zanzibar, ukija kama timu ya JKU Mafunzo, KMKM na timu nyingine Mlandege, unakuta wachezaji kutoka Zambia, unakuta wachezaji kutoka Kongo, unakuta wachezaji kutoka bara wapo wengi, unakuta wachezaji kutoka Senegal na mataifa mengine ya Afrika, hata wa Brazil katika ligi kuu soka Zanzibar wanacheza. Kwa hiyo yote hiyo ni kukua kwa soka la Zanzibar. Lakini huu mchezo si kukua tu kwamba labda uwekezaji umewekezwa katika msimu huo tu ni mabadiliko ya hafla, lakini kadri ya siku zinavyokwenda kidogo kidogo ligi yetu inakuwa, na ndio maana wachezaji mbalimbali kila msimu kuna wachezaji wanatoka hapa ligi ya Zanzibar wanaelekea ligi kuu soka Tanzania bara, wengine wanakocheza nje ya Tanzania, kwa maana kwamba soka la Zanzibar nalo linapiga hatua. Bana Abubakar Kisando, mimi naangalia mbele zaidi kukuona katika mashindano, katika mbio zile za SQF Marathon ambazo zinataraji kufanyika Zanzibar kuanzia tarehe 21 Disemba. Kwa hiyo naamini utakuepo hapo bwana Abubakar Kisando. Tutakuepo inshallah, Mungu ametujalia uhai na uzima kwenye shughuli hizo. Shughuli za michezo ndio shughuli zetu. Kwa hiyo kutokea swala zima la michezo, hasa mashindano kama hayo makubwa, kwa hiyo lazima tuwepo kwenda kushuhudia, lakini pia kwenda kuripoti na kufanya shughuli nyingine.